Thank you Jesus. Father, we thank you. Baba, tunakushukuru sana. Asante kwa sababu ya siku nzuri ya baraka na neema, nguvu na utukufu. Asante kwa sababu ya kutupa wakati mzuri wa neema na baraka. Watoto wako tuweze kuonekana na kusikika masaa haya, kuweza kuwa baraka kwa ajili ya wale wanaotupata. Lenomosiaka yantararaba rikaraba shandararabori yantararabo sekebo. My Father, Rika yantararabori yantararaba likarabo saka yantararabori yante rikaraba saka yantararabori yantararabosh limbruno siaka yantararabori yamaka yanta rikarabo seketerarabori yamaka yante riza bagato saka yantararabori yante lejandararabari yaka riza kabagado saka yantararaba Riraba shantararabori yantararabo sika yantararaba lekaraba baba rindararaba shandararabori yakaya baba lekaraba sakantararabori yantararabo shaka yantararaba lekarabo sekentararabori yantararaba riza kabagado sakantararabori yakaya baba lekoria baba jendere de bossa katarabo le koria baba rikara baba jantaraboria kayantaraba le karaba santaraboria antaraba jentere de bori kamandoria kabason tere de boshe tere de ba le kandaraboria zakayandaraboria kaba rizakantaraboria makayantaraba lintararaba ndoria kayantararabo jekentereba rizantararaboria antaraboria kayaba le karabo sekentereboria makayande li karaba baba rizekentereboria antaraboria kayama le sakataraboria maya kayanda rizakataraboria antareboria ma li karaba sakayantarabo. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Baba, tunakushukuru sana. Baba, tunakushukuru sana. Baba, tunakutukuza sana. Resaka bagados lindararaba yanderebo sandararaba ye karaba baba jandararaboria kayantararaba rizaka antararaboria anterebo saka yandararaba. Thank you, Master Jesus. Thank you, Master Jesus. Thank you, Master Jesus. Thank you, Jesus. Wewe ni Mungu, zaidi yako hakuna kama wewe. Wewe ni mfalme, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka yote. Tunakushukuru, tunalibariki jina lako na kuliinua siku hii ya leo. Wewe ni Mungu unayetupenda, ni Mungu unayetuwazia mawazo mazuri, mawazo ya baraka. Asante kwa sababu ya usiku huu wa leo, usiku wa baraka, usiku wa neema ambao Mungu umetupatia, tuweze tena kupatikana masaa haya na tuweze kuzungumza na watoto wako katika lugha ya baraka. Tujalie watumishi wako rima soke nteleleboria makayande lojaka tararaboria nsamahandori kayaba rosa katabagado senteleleboria kayama lejaka tararaboria baba rosa kanteleleboria kayantelelaba yazanteleleboria kayaba. Karibu katika ibada nzuri ya usiku huu wa leo, ibada ambayo imejaa neema, imejaa baraka, ibada ambayo Mungu ametupa neema tena kuweza kuwa katika madhabahu yake. Huyu anaitwa Mtume Calvin Wambura wa kanisa zuri sana la Maximum Miracle Center, kanisa ambalo liko hapa Morogoro mjini, jirani na ofisi za manispaa. Hapa ndipo mahali ambapo tunapatikana. Usiku huu wa leo tutakuwa na maombi ya familia, na haswa katika kipengele cha amani. Kuna vitu ambavyo Mungu anataka kufanya kwa ajili ya maisha yako na kwa ajili ya familia yako na kwa ajili ya nyumba yako. Wewe unayenipata mahali popote ulipo, unaweza ukanisaidia kushare hii broadcast ili iweze kufika mbali, iweze kwenda kwa watu wengi zaidi, nikijua ya kwamba katika ibada hii kuna mambo makubwa ambayo Mungu anakwenda kuyafanya kwa ajili ya maisha yako. Lakini pia utanieleza mahali ulipo, kama unatupata vizuri kabisa,
ili ya kwamba tuweze kuendelea, maana kuna vitu ambavyo usiku huu wa leo Mungu ameviweka ndani yangu. Kwa dakika chache unaweza ukatusaidia kushare kwenye maeneo mbalimbali, tusaidie kushare. Alafu ukiwa nyumbani jiandae kuomba. Ninataka leo tuweze kuomba kwa ajili ya familia zetu, tuweze kuomba kwa ajili ya nyumba zetu, tuweze kuomba kwa ajili ya maboma yetu, tukiwa na uhakika ya kwamba kuna vitu ambavyo Mungu atafanya, Mungu atatenda kwa ajili ya maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Razo kabagado sentede de boriaka leindaraba saka yandaraba. Thank you Jesus. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa sababu ya ibada nzuri, ibada ya baraka ambayo Mungu umetupatia siku hii ya leo, tuweze kuzungumza na watoto wako kwa dakika chache, hasa kuhusiana na mambo ya familia usiku huu wa leo. Asante kwa sababu ya nafasi nzuri na nafasi ya kipekee ambayo Mungu umenipa siku hii ya leo. Nitumie mtumishi wako na mtoto wako namna hile utakavyo, nami nikafanyike kuwa baraka kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo. Yoyote anayeungana nami masaa haya akakutane na nguvu zako, na akakutane na mkono wako wa baraka na mkono wako wa neema, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Wewe unanipata masaa haya usiku wa leo, ninataka tuzungumze kuhusiana na kitu kinachoitwa amani. Amani ni kitu cha muhimu sana kwenye kila eneo. Amani ni kitu cha muhimu sana kwenye familia zetu. Amani ni kitu cha muhimu sana kwenye taasisi na kwenye maeneo mengineyo. Hili neno amani ni neno la kipekee sana. Ni neno ambalo lina herufi kama 5 peke yake, lakini ni neno ambalo lina nguvu sana. Ni neno ambalo lina nafasi kubwa sana kwenye maisha ya mwanadamu, au kwenye maisha ya familia na maisha ya taasisi mbalimbali. Sasa ikiwa amani imepungua au imepotea kabisa katika nyumba, ambapo inafikia hatua baba haelewani na mama, au wazazi hawaelewani na watoto, au wafanyakazi hawaelewani na bosi, basi uwe na uhakika ya kwamba tayari kuna hali ya hatari inaweza ikaingia katika maisha ya wanadamu. Maana mimi ninafahamu ya kwamba eneo lolote ambalo lina amani, eneo hilo lina mafanikio. Eneo lolote ambalo lina amani, hilo eneo linapiga hatua. Na shetani huwa anafahamu ya kwamba akipata nafasi ya kucheza na amani, amani kwenye familia, amani kwenye ndoa, amani kazini, anajua ya kwamba eneo lolote ambalo litakosa amani, hilo eneo linaweza likakosa mafanikio. Ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Ayubu, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujia. Mema hayawezi yakaja kama hakuna amani. Mahali popote ambapo pana amani, hapo mahali pana mema. Na ndio maana eneo lolote ambalo halina amani, mema hayawezi kuja, mafanikio hayawezi kuja, baraka haziwezi kuja. Lakini eneo lolote ambalo lina amani, mafanikio ni lazima yatakuja, baraka ni lazima zitashuka. Ndio maana shetani akitaka kuvuruga mambo ya baraka kwenye familia, au mambo ya baraka kwenye taasisi, au akitaka kuvuruga mafanikio yasionekane, huwa anakimbilia katika eneo la amani. Ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 4, Zaburi sura ya 4 na mstari wa 8. Zaburi sura ya 4, nitasoma vitabu vingi kidogo usiku wa leo, ili Mungu aweze kuisaidia nyumba yako, na ili Mungu aweze kuisaidia familia yako, katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 4 na mstari ule wa 8. Zaburi sura ya 4 na mstari ule wa 8 anasema, katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara, maana wewe Bwana peke yako ndiye unijaliaye kukaa salama. Katika amani nitajilaza na kupata usingizi. Katika amani nitajilaza na kupata usingizi. Angalia hapo, mwandishi wa Zaburi anajua ya kwamba amani ikikosekana, usingizi hauwezi ukapatikana. Ndio maana leo kuna watu wengi ambao wanagaragara kwenye vitanda, hawana usingizi. Si kwa sababu ya nini? Kwa sababu hakuna amani. Unapokuwa hauna amani, huwezi ukapata usingizi. Unapokuwa hauna amani, huwezi ukapata utulivu. Maana ili uweze kupata utulivu na uweze kupata usingizi, lazima kuwe na amani ndani yako. Amani ikikosekana, usingizi hauwezi ukapatikana. Rona masokete. Zaburi 29 mstari wa 11. Zaburi 29 na mstari wa 11 anasema,
Bwana atawapa watu wake nguvu. Bwana atawabariki watu wake kwa amani. Bwana atawapa watu wake nguvu. Bwana atawabariki watu wake kwa amani. Amani huwa ni baraka. Amani huwa ni baraka. Amani huwa ni baraka. Amani huwa ni baraka, na ni kitu ambacho Mungu anakupa. Huwezi ukaenda kuinunua amani dukani. Amani hailetwi na pesa. Amani hailetwi na elimu. Amani hailetwi na vitu vizuri ulivyo navyo. Hailetwi na gari. Kuna watu wanasema nikipata kazi nitapata amani. Wako watu walisema hivyo na walipopata kazi hawakupata amani hiyo. Kuna watu walisema nikiolewa au nikioa nitapata amani, na walipoolewa na kuoa hakuna amani waliopata. Kuna watu walisema ya kwamba labda nikisafiri nikienda abroad, labda nikienda USA, labda nikienda Europe, labda nikienda Asia, labda nikienda mahali fulani nitapata amani, lakini walipofanya hivyo hawakupata amani. Maana amani hailetwi na vitu. Amani inaletwa na Mungu peke yake. Zaburi 122 mstari wa 7. Zaburi 122 mstari wa 7 anasema, amani na ikae ndani ya kuta zako na kufanikiwa ndani ya majumba yako. Amani na ikae ndani ya kuta zako, ndani ya kuta zako. Amani ikikaa ndani ya nyumba yako, mafanikio lazima yatapatikana. Amani ikikaa ndani ya nyumba yako, baraka za Mungu lazima zitaonekana. Leo kuna familia nyingi zinaangamia. Kuna familia nyingi zinapoteza baraka. Kuna familia nyingi zinateseka na umasikini. Kuna familia nyingi zinateseka na magonjwa, lakini ukija kutafuta chanzo kikubwa utakuja kugundua ni amani ilitoweka. Amani ilipotea. Unapoona wanandoa hawana amani, jua ni mashambulizi ya baraka. Unapoona taasisi haina amani, jua ni mashambulizi ya baraka. Familia nyingi leo zimepoteza amani. Wanafikiria magomvi yanayoendelea kwenye familia, wengine wanafikiria tu ni shetani anashambulia ndoa, lakini hayo ni mashambulizi ya baraka. Ni mashambulizi ya baraka. Zaburi 122 mstari wa 7 na 8, nitarudia tena. Anasema amani na ikae ndani ya kuta zako. Nami ninatabiri kwa jina la Yesu Kristo, amani na ikae ndani ya kuta zako. Amani ikae kwenye nyumba yako. Amani ikae kwenye ndoa yako. Amani ikae kwa watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Chochote kinachoshambulia amani ndani ya nyumba yako, kinachoshambulia amani ndani ya chumba chako, ndani ya ndoa yako, usiku wa leo kikakuachilie kwa jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Razoka tabagadea lima rosa katerebo. Anasema kwa ajili ya ndugu zangu na rafiki zangu niseme sasa, amani ikae nawe. Kwa ajili ya ndugu zangu niseme amani ikae nawe. Nami nina prophesy, ninatabiri siku ya leo, amani ikae kwenye ndoa yako. Amani ikae kwenye nyumba yako. Amani ikae kwenye ndoa yako. Amani ikae kwenye nyumba yako. Amani ikae kwa mume wako. Amani ikae kwa mke wako. Amani ikae kwa watoto wako katika jina la Yesu. Chochote ambacho kinavuruga amani kwenye nyumba yako katika jina la Yesu Kristo, usiku wa leo ninakiamuru kama mtumishi wa Bwana, kiweze kuondoka ndani ya nyumba yako, kiweze kuondoka ndani ya ndoa yako, kiweze kuondoka ndani ya chumba chako. Lemohosa kayaba. My Father, my Redeemer. Rosa katabagaya. Zaburi 147 mstari wa 14. Neema ya Mungu iko hapa. Sijajua kama neema ya Mungu inapita nyumbani kwako. Nina dakika chache za kuongea na wewe, lakini nataka roho ya amani ikae nyumbani kwako. Zaburi 147 mstari wa 14. Zaburi 147 mstari wa 14 nasema, ndiye afanyaye amani mipakani mwako, akushibishaye kwa unono wa ngano. Ndiye afanyaye amani mipakani